Tulimfikisha hospitali yule mume wa rafiki wa shangazi, lakini pamoja na rafiki wa shangazi tulikuwa tumeweza kufika hapa hospitali. Ilikuwa ni hospitali ambayo ni tofauti na ile hospitali ambayo mjomba alikuwa ameweza kulazwa. Kwa hiyo tulipoweza kumfikisha hospitali, madaktari walimchukua na kuweza kuingia naye kwenye chumba cha matibabu kwa ajili ya kwenda kumfanyia matibabu. Baada ya hapo sisi tulisimama na baada ya muda tulikaa kwenye viti ambavyo wanahitajika kukaa watu kwa ajili ya kuweza kusubiri wagonjwa wao au kusubiri mrejesho kutoka kwa dokta kwamba mgonjwa anaendeleaje na yuko vipi. Basi tulikaa pale. Baada ya kuweza kukaa pale, kimya kifupi kilitawala kwa muda mfupi sana, na kimya hiki mimi ndo nilikuwa nimeweza kukileta kwa sababu nilikuwa nikimtazama huyu house girl ambaye nilizipata sifa kipindi nilipokuwa na Matrida, rafiki wa shangazi, kule magatoni kwangu nilipokuwa nimeweza kumpelekea moto na simu ilipoweza kuita ikapokelewa na akanambia kwamba huyu ni house girl nilikuwa naongea naye. Sasa nilipata wasaa wa kuweza kumuona vyema kabisa live bila chenga. Kiukweli alikuwa ni moja ya wasichana warembo sana. Alikuwa ni mzuri wa kila kitu. Na niseme kwamba huyu alikuwa amewazidi wote, yani kwamba shangazi alikuwa amezidiwa, lakini pia hata rafiki wa shangazi ambaye huyu house girl anamwita ni mama yake wa hiali kwa sababu anamfanyia kazi za ndani, naye pia alikuwa ameweza kuzidiwa. Bwana huyu alikuwa ni mrembo. Kwanza alikuwa ni mbichi. Alafu pili alikuwa na kila kitu. Alikuwa na guu la bia, alikuwa na shinderi la kutosha, alikuwa na kiuno cha dondola, kifuani kulikuwa sio haba, yani embe bolibo zilikuwa zimeiva vizuri, sura yake ilikuwa ndo hatari, uweupe usiseme, yani unaweza kusema huyu mtoto ni Mwarabu au vipi. I say, niliganda sana niko namtazama huyu binti mrembo kwelikweli. Baada ya muda daktari aliweza kutoka na kuweza kuja kutupa taarifa hapa kwamba nini kinachoendelea. Dokta, vipi hali ya mgonjwa wangu? Alinuka rafiki wa shangazi na kuweza kumfuata daktari ambaye alikuwa amesimama akimsubiri ili aweze kumpa mrejesho. Mgonjwa wenu hali yake sio mbaya, lakini anahitajika kuweza kupatiwa chakula fulani chenye mafuta na mboga ili kwa ajili ya kuweza kurudisha damu yake kwa wingi, hasa vikapikwe usiku huu ili kwamba akipata nafuu tu basi alishwe, kwa maana anaonekana amekunywa pombe kali. Kwa hiyo mafuta kwa ajili ya kukata pombe zile ambazo amekunywa, lakini pia kwa ajili ya kukata na sumu za pombe. Mnanielewa? Kwa hiyo andaeni vitu kama hivyo na vikaandaliwa sasa hivi usiku, na imani mpaka asubuhi mgonjwa wako atakuwa tayari kabisa ameweza kupata auheni na unaweza hata ukazungumza naye. Basi sawa, hakuna shida dokta. Baada ya daktari kuweza kutoa maelezo kama hayo, aliweza kuondoka zake na kutuacha sisi tukiwa tumeweza kukaa hapa. Margaret, inabidi ukaandae vitu ambavyo umemsikia hapa daktari kavisema. Mimi niko hapa, tutabaki na Ambrose tukisubiri kinachoendelea. Dada, mimi kule jamani peke yangu, alafu migali siwezi kuendesha na usiku mimi nitaendaje? Jamani. Ambrose, unasemaje wewe? Sijui, mimi nakusikiliza wewe tu. Okay, sikiliza. Kila siku nakuelekezaga ni kufundisha kuendesha gari, lakini unajifanya mala sijui mama sijui nini. Sasa sikiliza. Huyu ni mgeni ambaye ni rafiki wa rafiki yangu. Kwa hiyo na mimi ni rafiki yangu pia. Sasa huyu utaongozana naye mpaka kule nyumbani. Si unaogopa kule? Ndio dada, basi utaongozana naye huyu. Uende ukafanya hivyo vitu faster, uvilete hapa, mimi nawasubiri hapa. Umeelewa Ambrose? Hamna shida. Kiukweli ilikuwa ni kama fisi amekabidhiwa bucha, alitafune vile anavyotaka isi. Yaani kwamba binti ambaye nilikuwa nampigia mahesabu kwamba ni mkali na amewazidi wote, eti kwamba muda huu ndo naambiwa eti kwamba niende naye tukaandae chakula cha usiku alafu tukilete hapa. Jamani, si majaribu haya jamani. Mbona ni kama majaribu haya? Jamani, mnanipa majaribu namna hiyo? Basi kidume nikasema isiwe kesi. Nilikubali, nikakabidhiwa funguo, tukaondoka na huyu
mrembo house girl anayefahamika kwa jina la Margaret, tulikwenda moja kwa moja na kuweza kuingia kwenye gari, na baada ya hapo safari ya kuweza kuelekea nyumbani kwa rafiki wa shangazi ilianza. Binti mrembo, unaitwa Mage, si ndio? Ndio, naitwa Mage. Sawa. Una miaka mingapi unafanya kazi kwa bosi wako huyu? Na siku nyingi tu. Unaonekana ni binti mrembo sana we. Kawaida na asante. Mtoto una shepu, una sura, una gula bia, una macho ya gorori, yaani ukimtazama mtu kama unamuita hivi. We kaka, hebu acha mambo yako, endesha gari twende tuwai. Mimi kwanza nimechanganikiwa hapa, bosi wangu kakatwakatwa mapanga, unaweza kuniambia bali si miguu bia. Hivyo si vitu vya kawaida tu, si ndo hivyo nilivyo, si ndo Mungu kaniumba hivyo. Sasa tena nini? Punguza hasira mrembo. Unajua kuna vitu vizuri ambavyo mimi nataka nikupatie. Sasa unapokuwa na hasira namna hiyo, unaweza ukavikosa. Vitu vizuri vitu gani? Kuna kitu kizuri ambacho unaweza kunipa mimi sijawahi kupewa? Okay. Ulishawahi kuwa na boyfriend? Haikuhusu. Kama nilishawahi kuwa naye, sijakuwa naye, wewe haikuhusu. Wewe endesha gari twende nyumbani, kama maelezo uliopewa ndio hivyo. Iligundua kabisa kwamba huyu binti mrembo aisee alikuwa na majibu fulani vya mkato. Kwa hiyo nikagundua kabisa kwamba shughuli yangu inakwenda kuwa ngumu sana kuweza kufanikisha, lakini nikapiga hesabu na kufikiri, nikagundua kabisa kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya supu bwana wewe. Ni nani alikwambia mkate unakuwa mgumu mbele ya supu? Supu ni ngumu mbele ya mkate, lakini sio mkate bwana. Tuliendelea na safari. Binti mrembo, jamani wewe kaka, mbona kila mtu ananiita? Hebu endesha gari tuondoke bwana. Jamani mrembo, gari ndio hivi naendesha. Unaendesha ndio, lakini kila muda kuniitaita tu. Sasa unaniitaitia mimi nini? Mrembo, kwa utaki nikuite? Yaani unataka tuendeshe gari kama mabubu sasa? Yaani tupo mndani kama mabubu? Hebu acha zako bwana. Basi poa, acha tuwe mabubu. Ilipogundua kwamba mrembo alikuwa ana maneno fulani hivi, basi nikasema dawa ya watu kama hawa ni kuwakaushia tu. Kwa maana ukishoboka sana anaweza kukuona kwamba wewe ndio una shida sana na hizo mambo, kumbe ni vitu tu vya simple tu. Nikakausha sasa. Iliendesha gari na hatimaye tuliweza kufika nyumbani kwao, yani nyumbani kwa ule rafiki wa shangazi. Niliingiza gari na kuweza kupaki, alafu nikafungua mlango na kuweza kutoka nje. Oe kaka jamani, oe kaka. Wewe jamani, hebu njoo nifungulie basi mimi. Mbona mlango wangu haufunguki? Nikajifanya kama sisikii. Jamani wewe kaka. Nikaenda nikafungua. Sasa ndo nini hivyo? Yaani unafungua mlango wako tu alafu mimi wangu hutaki kunifungulia. Mlango usinishafungua. Yaani wewe ulishindwa kusukuma. Ulifungua wakati na roki ilikuwa nani bwana? Kwanza hebu kausha. Mimi sitaki maelezo kuongea hapa. Mimi nimefuata kilichonileta. Mambo kufungua mlango au utakuwa fungu mwenyewe. Sasa mbona kama ugomvi? Utajua mwenyewe. Haya makubwa. Nikaanza kumwigizia huyu. Maana nikaona kabisa ni kama vile anajifanya kwamba ni mkali sana. Sasa kitu kodi zingine nakupa mshikaji wangu ambao unanisikiliza sasa hivi. Ukishaona kwamba Ngailo dem anajifanya kwamba ana mambo mengi sana, alafu wote mpo katika safari moja, mpo katika crew moja, basi wewe jaribu nawe kumvimbia tu. Yeye mwenyewe atajaa kwenye mfumo, na ndicho ambacho mimi nilikuwa nakifanya kwa time kama hii. Tuliingia mpaka ndani, nikafika na kukaa sebleni. Nikakunja nne ndo kwanza nikavua shati na kubaki na singlendi pamoja na trousers ambayo nilikuwa nimeweza kuivaa. Alafu nikatulia zangu pale kwenye masofa, na kwa bahati mbaya nikawasha zangu na TV kabisa. Jamani wewe kaka. Yaani umefika tu kuna nyumba za watu na tayari umeshaiona remote ilipo, umeshawasha TV. Aisewe kaka ni kiboko. Nilikausha tu. Jamani sinaongea na wewe. Wewe kaka wewe jamani wewe si unaitwa nani wewe, si mblosi si nani wewe sinaongea na wewe. Jamani wewe. Alizungumza hivyo huyu binti na kuweza kunisogelea na kuweza kunitikisa. Bwana wewe vipi? Jamani mimi sina kuongelesha. Unamuongelesha nani sasa? Si wewe.
Jua itikadi zako bwana. Wewe umeshatuma tusiongeleshane hapa. Sasa unaniongelesha mimi nini? Wewe fanya itikadi zako, nikupakize mimi kwenye gari nikurudishe. Mambo ya kuongeongea, wewe fanya itikadi zako hapa, tupo kama mabubu bwana. Jamani, kwa hiyo ndo unalipiza. Nalipiza nini sasa? Wewe umesemaje kule? Si umesema mimi nilikuwa nakuitaita sio nini? Kwa umeona kwamba ndio unajishobokesha sana kwamba yani wewe ndio ni mkali sana, si ndio? Hebu acha zako bwana. Jamani wewe kaka, utanini? Haya basi sawa, mimi ngoja niendelee na harakati zangu. Wewe endelea na harakati zako. Ilikausha kidume, nilikuwa naendelea kutazama TV tu. Nikaona natazama TV. Basi naye mwenyewe akakausha naye mwenyewe. Naye anapita tu, kufanya harakati zake jikoni, mara wapi na nini, na mimi nikatulia pale. Nikapiga hesabu. Nikagundua kwamba mimi nilikuwa na flash fulani hivi ambayo iko mfukoni. Flash ile ilikuwa na mavitu yetu yale. Yaani flash ilikuwa na mambo yetu ya mezagamuo, tena ya kibongo na kizungu, mengi kulikweli. Nikasema hapa kwa kumchanganya huyu, ngoja nichukue hii flash niipachiki pale. Alafu niongeze sauti mpaka mwisho. Alafu niwe naangalia sasa ile mikito na miguno, alafu aje nisemeshe aone. Nikachukua kale ka flash kangu fulani hivi, waga nakaweka kwenye wallet, nikaenda nikakachomeka pale. Punde sipunde mzigo kasoma pale bwana, mizigo hii hapa, wazungu hapa. Minyanduo kama yote ni moto juu ya moto tu. Nikamwona ametoka mkuku sana kule jikoni na kuanza kuja paka hapa sebleni. Jamani wewe bwana Telemonti, wewe kaka vipi? Unawekaje vitu kama hivi? Nyumba tu umekuja, nyumba zingine za watu wa Mungu. Unaweka kama vitu yako asioeleweka. Na bwana Telemonti, watulia wewe vipi? Mbona shobo babu? Shobo za nini? Unaweka vitu gani? Hivi vitu naangalia wewe na angalia mimi. Sasa kama ndio ile sauti lote hilo jamani. Tulia basi babu. Unasema tukaushiane. Yaani hapa jino. Wewe fanya issue zako, pika, ukimaliza mimi nazima, nachomoa hapo flash tunaondoka. Kwa usiniambie mimi habari za kwamba si kuangalia. Kama nao unataka kuja kuangalia basi wewe njoo uangalie, wewe nitoe flash uangalie. Wewe si unapika babu. Sasa nini? Jamani, lakini unachofanya sio. Hivyo vitu unavyofanya sio bwana. Vitu vinakuwa sio vizuri. Sio vizuri kwako, sio kwangu bwana. Wewe vipi? Umeshasema tukaushiane, sasa vipi? Sikia nikwambie, unanisikilize, kama ni mshikaji wangu, kama kidume, kama mimi, nakupa kodi, sikia babu. Bwana, sometimes magashi kama hawa ili atakuwa unakula kulu, unakuwa kweli kabisa gashi unalitaka, lakini unajifanya kama ulitaki vile, ili mradi tuweze kulijaza gashi kunako sentimita zako lijae, alafu usipate shida kuweza kulitawanya. Ndio tekniki kubwa ambayo mimi nilikuwa naitumia kwa time kama hii. Haya wewe kaka mbishi, haya basi baki na manani yako. Basi punguza hata sauti. Sipunguzi. Aliweza kuondoka na kuendelea na shughuli zake za kuandaa iko chakula ambacho aliambiwa kwamba kiandae. Kidume nikawa naendelea kuangalia pale. Bwana, sasa mzigo ukawa tayari kabisa umeshaumuka kama umewekwa mila vile. Umeumuka kweli kweli. Nikajichetua, nikaona hapa mzigo sio ushaumuka. Bwana, nikachojoa, nikabaki pale na pensi langu lile kama kawaida, alafu nikajilaza pale kwenye sofa. Bwana, nimechomoa mzigo mwanangu huko wima kweli kweli, unapiga CCM Chadema tu. Mzigo unasema kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu chama tawala. Bwana, ni noma juu ya noma. Huku mimi naendelea kuangalia mizigo tu pale ambayo inatembea pale kwenye flat screen. Tena na flat screen ilikuwa kubwa, basi ilikuwa ni hatari. Baada muda bibi akakatisha bwana. Ile kukatisha tukakuta mimi niko mbali kimawazo. Alafu ndonga imevimba kweli kweli, yani ndonga kama inataka kupasuka vile. Noma juu ya noma. Nikamwona kwanza kama meganda hivi. Ananitazama mimi badala kuweza kutazama TV. Alafu kuna kitu kama akawa nakiwaza. Huyu mkaka mbona ni wa moto hivi? Yani kufika tukasheka mi flash yake na mambo minyanduo inaendelea kwenye flat na mikelele mingi, na pale tali kabisa kasha Saulo na suruali mkongomani huko wima ndani ya pensi hivi. Huyu vipi huyu? Mbona kama analeta mambo yasiyoeleweka? Haya, sijui nifanyeje hapa. Nikamwona ameniangalia na kuwaza vitu kama hivyo, alafu baada hapo akaondoka na kuendelea na shughuli zake. Kidume nikawa kama sina mpango naye. Basi yeye akawa kule jikoni anaendelea kupika, lakini bado mawazo mengi akawa kwenye ndonga ambayo ameweza kuiona. Mbona ile ndonga ni nzito sana ya jamaa? Hata sielewi. Alafu na hiyo milio inayotoka kwenye flat screen inazidi kunichanganya tu.
huyu mtu jamani, mbona sio mwelewa? Sijui hata nifanyeje. Alikuwa akiwaza vitu kama hivyo. Kidume mimi sina habari naye. Baada hapo nikamwona tena ametoka kule jikoni na kuja moja kwa moja mpaka hapa sebuleni. Alikuja na kuja kukaa pale kwenye sofa ambako mimi nilikuwa nimekaa, nimenyosha na miguu kabisa. Kunja miguu yako na mimi nikae. Wewe siti zote hizi babu uzoni, yani mpaka ukae hapa. Sofa lingine sile kule. Bwana nikikaa kule mimi sitaweza kuona vizuri. Unataka uone nini sasa? Sitaka nione hiki ambacho unakiangalia. Wewe umesema utaki kuangalia, umesema nyumba zingine zinakuwa gani nyumba za watu wa Mungu. Sasa unataka uangalie nini? Hebu acha upuzi bwana. Toka bwana, enda kaendelee na shughuli zako. Bwana sitaki na stoki na naangalia na nakaa hapa hapa. Wakati anazungumza hivyo, nilimcheki kwenye macho yake, niligundua kabisa kwamba kuna kitu tayari ameanza kukigaini kuna kwa akili yake. Maana nikamwona kabisa kama mtu ambaye anatabasamu. Maana yake amekubaliana na kile ambacho mimi nilikuwa nakitazama. Sawa. Kaa sasa ulizike. Inaenda kukaa kule. Nilinuka pale na kwenda kukaa kwenye sofa jingine. Nikamwacha pale akae yeye. Kondo na nikimbia. Bwana acha shobo babu. Tumeshakubaliana kwamba hapa tunaacha shobo, kila mtu anafanya harakati zake. Samia bali za kukimbia zinasaidia nini? Na kuja huko. Nikamwona bibi tena kaja mpaka huko nilipo. Hivyo wewe unatakaje Mage? Na kuheshimu bwana. Alafu mimi napendaga sana kuheshimu protocol za watu ambazo wanazifanya. Wote tumeshakubaliana kila mtu hapa awe serious, awe kimya. Fanya itikadi zako, mimi nikupeleke nikuache mimi nijue itikadi zangu. Sasa nini unachokuja huko? Sitaki, nataka mpaka tuongee. Kwa nini unanikimbia? Sasa mimi nakukimbia vipi? Kwanza kwa nini unaangalia vitu hivi? Kwani hivi vitu vya nani? Vya kwako, vya kwangu? Na mimi nataka kujua kwa nini unaangalia. Kwani wewe unataka kuangalia? Hivi vitu mimi sivijui, ila nataka niviangalie. Ni movie gani hizo unaangalia? Okay, kaa hapo, mimi nakaa kule, endelea kuangalia. Nilimwama pale na kurudi kule mwanzo ambako nilikuwa nimeweza kukaa. Hivyo mkaka, mbona unanikimbia? Afu kwanza, unaitwa nani? Maana mimi nakuitaita tu mkaka, sijajua unaitwa nani. Haupaswi kulijua jina langu. Mimi na wewe tumeshakubaliana kwamba jicho tunagaziana tu. Wewe fanya harakati zako, mimi nifanya harakati zangu. Ilikuwa nikimjibu shoti. Alikaa pale na kufikiria vitu fulani kwenye kichwa chake. Huyu mkaka jamani, kumbe ataniwika. Mimi kwa namtania tu muda ule kwenye gari ili kwamba labda aendelee kuongea ni bembelezi. Toka pale kani clash mpaka sasa hivi jamani. Hataki kabisa. Huyu anaonekana na kitu huyu. Ngoja. Aliwaza vitu kama hivyo. Na baada hapo akainuka pale alipokuwa ameweza kukaa, akaelekea moja kwa moja mpaka kwenye chumba fulani. Sikujua kwamba kilikuwa ni kichumba chake au ilikuwaje. Akafika kule na kuweza kusaula nguo zake zote, alafu akavaa kanga moja tu, ambayo kanga hiyo moko kwa ndani kulionyesha kulikuwa kuna kufuli fulani jeupe ambalo lilikuwa limeweza kujichola vizuri sana. Akarudi na kuja kukaa jirani sasa na hapa ambako mimi nilikuwa nimeweza kukaa na kutambaliza miguu. Sasa bado nimekuja tuangalie, maana joto lilikuwa kali sana. Nasikia nikupe kodi sasa, sababu mtoto wa kiume, ukishaona binti kafanya harakati zake zote kafikia hatua mpaka hiyo, sasa hapo tena usilete mikazo babu. Unajua unaweza kuleta mikazo, mwisho wa siku ukakosa kitu kizuri. Unajua madem nao wanakuwa na time fulani, anaweza kukuletea mashobo na mazoea fulani hivi, alafu mwisho wa siku kama ukiwa ueleweki, basi na mwenyewe anachimba, alafu yakichimba ukaanza kujishobokesha wewe babu, unaonekana wewe ni fala. Kwa nikasema hapa kidume, sitaki kuwa fala. Huyu mtoto mpaka kaenda kuchange kabisa kila kitu, karudi na kangamoko na kufuli kwa inaonekana. Basi huyu mtoto kuna kitu atakuwa nakitafuta, lakini hebu ngoja tuache inyeshe ili tuweze kujua kwamba wapi panapovuja. Kwa bado tena umekuja na kukaa hapa au sio? Ndio, nakaa hapa. Tuangalie wote. Kwa kule kupika unamwacha nani sasa? Kupika na mwacha nani? Sio jukumu lako, ni jukumu langu mimi. Haya, kaa. Safari hii sikuweza kuondoka kabisa pale ambapo nilikuwa nimeweza kukaa. Sikuondoka. Nilichokifanya nilikunjua miguu na kuweza kukaa sasa, manake muda ule ambao kabla ya jaja nilikuwa nimelala. Sasa muda huu nikakaa. Na nilipoweza kukaa
Nikakamata fimbo yangu ambayo ilikuwa tayari kabisa iko mshedede wangu ulikuwa uko dedede kabisa, nikaufinyia na kubania kabisa, ili kwamba usiletelete mbwembwe nyingi, ili kwamba binti huyu asije kaustukia. Tukakaa jino kwa jino, tuko serious, kila mtu anaangalia tu, anaangalia na anavuta taswira ya kile ambacho yanakiona katika maono yake kwenye kichwa chake. Bwana mpenzi msikilizaji, sikia nikwambie kitu, nakupa tangazo zuri ambalo litakublesi. Bwana, kama wewe ni mpenzi wa kutazama mambo kama ambayo sisi tunayatazama hapa, basi karibu sana WhatsApp pale. Yani kama unapenda sana video za minyanduo, yani watu wakipelekeana moto wa bongo kwa wazungu, basi karibu sana pale WhatsApp, ili kwamba tuweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa linalohusika na mambo ya mizagamuo. Grupu hilo linahusika na mambo ya mizagamuo tu. Pale hakuna simulizi, ni mizagamuo. Utatazama mizagamuo live bila chenga, ya kibongo na ya kizungu. Lakini gharama yake ni shilingi 15,000 ili kwamba uweze kuungwa na grupu letu la mambo ya misakamuo. Kwa hiyo kama pesa hiyo 15,000 unayo na unapenda sana mambo hayo, yani unapenda kutazama mambo ya minyanduo live bila chenga, basi karibu sana pale WhatsApp tuweze kukuunga na grupu letu kuu la mambo ya misakamuo. Bwana, kama 15,000 unayo hapo sasa hivi na unataka kuja kuungwa na grupu letu, basi namba ni hizi hapa za kuja pale WhatsApp: 0782 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp na 15,000 mkononi. Ukija sema oi, nahitaji kuungwa na grupu la mambo ya minyanduo, mapema sana utapewa namba kulipia, na baada ya kuweza kulipia utaungwa kwenye grupu na utakuwa ukipata mambo ya minyanduo ndani ya grupu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena 15,000 nyingine. Changamka unaposikia sauti, njoo na 15,000 tukuunge, ili ukitoka kusikiliza simulizi kama hivi, basi kule kwenye grupu unakutana na mambo live bila chenga, wabongo kwa wazungu wakipelekana moto balaa. Changamka, tuko online, tunakusubiri wewe. Sasa sijui wewe unasubiri nini? Bana, leo tunazidi kukimbizana na huu mzigo unaoitwa Shangazi Usizime Taa, na leo tupo katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri kali kwelikweli, ya kusisimua na ya kufundisha barabara. Bwana, kwa wale waliofuatilia kutoka episodi ya kwanza mpaka hii ya 6, najua kwamba wanajua ni kwa jinsi gani simulizi hii ilivyokuwa na mautamu mengi na ilivyokuwa na mafundisho mengi. Kwa hiyo wewe ambaye umeingia muda kama huu katika chaneli yetu hii bomba kabisa simulizi za utamu, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunakuwa tunaziachia. Bwana, bonyeza neno subscribe, lakini pia gusa alama kengele ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunakuwa tunaziachia. Lakini pia usiache kucomment, usiache kulike, usiache kushare kwenye magrupu yako yote, magrupu ya WhatsApp, magrupu ya Facebook, magrupu ya Instagram, magrupu ya TikTok, ili kwamba na wenzako waendelee kupata burudani kama ambayo unaipata wewe. Bwana, mzigo wetu ni mkali, tunazidi kusonga nao. Shangazi Usizime Taa, lakini shangazi akazima taa. Je, nini kilichotokea? Tunasonga na huu mzigo, na tupo katika sehemu ya 6. Alikuwa na kangamoko, yuko bize na mimi niko bize, tunazidi kuangalia mambo yetu yale yamesakamua kwenye flat screen kubwa kwelikweli. Kila mtu yuko bize na kila mtu anavuta taswira ya kile ambacho anakisi katika akili yake. Baada ya muda nikamwona huyu Maglet ameweza kuinuka na kuelekea kwenye kile chumba ambacho alikuwa ameweza kuingia mara kwanza. Kidume nikabaki nikimtizama tu, lakini kuna vitu nikaanza kufikiria kwenye kichwa changu. Huyu dem vipi huyu? Mbona safari hii amekula mikausho na kuondoka kimya kimya kuelekea kwenye chumba chake? Nimfuate nini kule? Yawezekana ameshanikubali au vipi? Au niende? Nilitaka kuinuka na kuweza kumfuata, lakini nikasema ngoja nikaushe tu. Nikatulia kwanza kidogo na kukaa. Baada ya hapo nikasikia kama kuna kelele za mtu akilia kweli kweli. Mama wewe, nakufa huku mimi. Nikasikia
akilia hivyo huku kama akiomba msaada, na nikagundua kabisa kwamba alikuwa anaomba msaada wangu. Nikasema isiwe kesi. Nilikimbia moja kwa moja nikiwa na pensi langu pamoja na vesti mpaka kule na kumkuta mlango kauacha wazi, alafu ikajibana kule mlango. Mimi nikaingia mkuku. Kuingia mkuku nikashangaa ameufunga ule mlango, nafungua kaitupia chini. We Margaret, nimesikia kelele hapo kwa unalia kwamba unakufa. Ni nini ambacho kimetokea? Eti nimesikia ambavyo sijui nini kimetokea. Ngoja nikwambie kitu. Kwanza mimi na tukujuana. Nimekuita kwanza ili nikujue. Sasa kuniita ili unijue ndo umefunga na mlango? Mbona kama unazingua sasa wewe? Sikiliza nikwambie. Mimi ushanijua naitwa Margaret. Haya, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ambrose. Oh, Ambrose, jina lako zuri. Sasa sikia Ambrose. Mimi nilikuwa nakukataza kabisa usiangalie yale mambo ulikuwa unaangalia pale kwenye flat screen, lakini ukutaka kusikia. Lakini yale mambo nilikuwa naangalia mimi, wewe unawezaje kunizuia? Ni kwa sababu mimi najijua, yani mimi nikisikiaga tu mambo kama yale na milalamo, yani huwaga nachanganikiwa. Sasa kama unachanganikiwa si wewe, kwani ni mimi? Hebu nifungulie mlango niondoke. Maana naona kama hauna ajenda mpya wewe. Unataka kuleta ajenda zile zile za kutaka tuzungumze wakati mimi nimesha sema tuwe serious kama ulivyosema. Kila mtu awe busy na mambo yake. Ni kweli, lakini Ambrose bwana, yani kwa nini sio toleka yale mambo? Bwana, hebu nipishe mimi nifungue. Sasa unafungua mlango unaenda wapi Ambrose? Nilikuwa nikimtishia mtoto wa kike kwa sababu nilijua kabisa kwamba huyu tayari kabisa ameshaingia kwenye channel yangu. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kwanza kama kumchezesha kinyamazongo hivi, alafu nione kwamba itakuwaje. Jamani Ambrose, unataka kwenda wapi? Nenda. Maana mlango wenyewe umefungwa na funguo nimetupia chini. Sawa, unataka kwenda wapi? Hivi Margaret, kwa madao kelele zote zile ulikuwa unataka nini sasa? Maana mimi sikuelewi yani. Jamani Ambrose, wewe mwenyewe ndio unaweza kunichanganya. Yani kikweli mimi hata sielewi unataka nini. Lakini kiuhalisia kwamba yale mambo uliokuwa umeweza kuyaweka pale aiseme nivuruga sana. Alafu pia nimeweza kuangalia tango lako, nimeona ni zito. Na mimi ni mbovu kweli wa matango. Alikuwa anaongea Margaret huku akionyesha dalili kabisa kwamba alikuwa anahitaji tango kwa muda kama huu. Kidume nikaanza kulinga kwa sababu yes, alijifanya ni mjanja huyo. Bwana tango langu umelionaje bwana? Hebu mimi niache niondoke. Jamani Ambrose, hebu usiondoke. Alizungumza hivyo bibie huku akiwa tayari kabisa amenikwida hata kiniondoke. Macho yake yalikomeza kulegea kama mtu ambaye amekula kungumanga. Midomo yake ilikuwa ikicheza kweli kweli, kuonyesha kwamba alikuwa na ukwiru uliopita kiasi. Alikuwa ndani ya kanga moja, lakini pia alikuwa ndani ya bikini moja tu ambayo nilikuwa nikiona ikiwa ndani ya kanga moja. Alikuwa akinitazama ile eyes contact, yani mimi na yeye macho yake yametazamana. Yani macho mimi na yeye. Kidume mapema sana tango likaanza kuswitch network. Naomba nione huruma Ambrose. Mimi nafikiri yani sio sana, yani ilimradi tu uweze kukata lile wengi ambalo nimelipata kwenye yale mambo yako uliokuwa unaangalia. Alizungumza hivyo huku akiwa karibu jirani kabisa. Pumzi zake nikaanza kuzisikia, ni kama zilikuwa zinatoka lakini kama zinakata. Mtoto kashachanganikiwa huyu, anataka lungu tu. Yani mtoto anataka lungu bila hata kuweza kutongozwa. Jamani, huyu mtoto mbona amepagawa sana na mimi? Kiukweli kidume nikaanza kujipa nguvu, nikaanza kujipa uwezo wa kuamini kwamba mtoto anataka lungu la kipepe. Na ikiwa hata kuweza kutupiwa swaga, hakutupiwa hata swaga, yani mtoto anakubali tu. Unajua sometimes kuna vitu ambavyo unaweza kufanya
vikafanya ukapata mzigo kiurahisi kabisa, na usitumie nguvu nyingi kwa watoto wakali. Unajua sometimes watoto wakali wanakuaga na wao wana mizuka, sema ndio ile tu, wanakuaga wanashindwa kuzungumza. Sasa ukijichanganya wewe kwenda kwa swaga zako za kumtaka sana, mwisho wa siku unakuta unamkosa. Lakini kama utatumia technique, ni mapema tu. Na hii ikumbuke kwamba napozungumzia technique, yani kwamba lazima uhakikishe kwamba yani demu mkali, hakikisha kwamba upo naye katika mazingira fulani, ndio unatumia tekniki kama hizi. Usitumie tekniki kama hizi kwa demu mkali ambaye anaishi mbali na wewe. Unajua huyu ni kwa sababu tayari kabisa mimi naye tulikuwa tuko jirani, yani tupo kwenye jumba moja, tupo kwenye kila kitu. Kwa staili kama hii lazima tuangeja, lakini usitumie mbinu kama hizi kwa demu mkali ambaye hauishi naye bwana, utamkosa. Hivi imagine demu anaishi Chanika, wewe unaishi Sinza, alafu unataka utumie mbinu kama hizi. Lazima utumie mbinu za kumfuatafuata sana, lakini kama uko naye bwana, punguza wengi babu, punguza wengi. Mademu wakali wanaliwa sometimes kwa masiala tu, sio mpaka uwe serious, mpaka juu uko serious. Sasa naweza kukuogopa bwana. Kwa dakika kama hizi nikagundua kabisa kwamba bwana alikuwa kautaka na tayari kabisa na kwenda kupata. Alianza kuteleza taratibu na kushuka chini, ambako tayari kabisa tango lilikuwa linapiga CCM Chadema. Aliweza kulegeza ile pensi ambayo nilikuwa nimeivaa. Kumbuka wakati niko pale nilipokuwa nikitazama yale mambo yetu, nilikuwa nimeweza kuiondoa kabisa suruali, kwa hiyo nilikuwa nimebaki na pensi. Na hizi zote zilikuwa ni trick na njama tu za kuweza kumnasa mtoto ili aweze kuingia kwenye channel yangu, baada hapo niweze kumchinjia balini. Na kweli mtoto kashaingia kwenye channel yangu na sasa anakwenda kuchinjwa baharini. Nilikuwa nikimtazama mtoto namna ambavyo alikuwa anashuka mpaka kwenye tango. Nikamtazama mtoto namna ambavyo alikuwa ameweza kuipiga nusu mlingoti ile pensi ambayo nilikuwa nimeweza kuivaa, na ndani nilikuwa sina kitu kingine chochote zaidi ya mshededi tu ambao tayari kabisa ulikuwa umeshaweza kutema wazungu fulani hivyo mwanzoni wale. Mtoto alikuwa hana maelezo mengi. Baada ya kuweza kufika maeneo hayo kwenye tango, aliweza kulichukua tango na kulibugia mdomoni na kuanza kulitafuna. Hii inaonyesha kabisa kwamba mtoto alikuwa na njaa kali kweli ya tango. Na kuzungumza kitu, alicheza na tango vizuri kabisa, huku mimi nilikuwa nimeweza kukamata kichwa na kumtazama huyu mtoto namna ambavyo analitafuna ili tango. Inaonyesha alikuwa na njaa kali sana. Nikaanza kushuhudia akihema ovyo ovyo, akihema juu juu, akihema kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Nikasema huyu asinipotezee muda. Niliweza kumwachanisha yeye pamoja na tango, na baada hapo nikamkamata na kuweza sasa kumtupia kwenye kiwanja cha mauaji ambacho ni kiwanja cha kwake yeye mwenyewe, yani kwamba anachinjwa kwa kisu chake. Baada ya kuhakikisha kwamba mtoto tayari kabisa nimeshaweza kumtupa kwenye kiwanja cha machinjio, basi kidume niliweza kukamata kile kikufuli kidogo kinachoitwa kibikini na kuweza kukata tukimkanda na kukitupa kule mbali kabisa. Baada ya hapo nikashuhudia kipompoli hiki hapa. Kipompoli kilikuwa kimeweza kukatwa nyasi za bandia, hivyo kilikuwa kisafi kabisa. Nyasi za bandia zilikuwa zimeweza kusafishwa, kipompoli kilikuwa kiko bomba kweli kweli. Na uzuri zaidi kwenye kipompoli bwana, kuna lile arage wanalosemaga. Watu wanapenda sana kula arage, wengine wanaita maharage, lakini likiwa moja linaitwa arage. Sasa lile arage bwana, nilishuhudia likuwa vizuri kabisa, tena likuwa ndo linaotaota, limechomoza mpaka na vimajani fulani hivi, kwa maanisha kwamba lilikuwa arage hili halijaweza kuletewa kompleni yoyote ile toka alipoweza kuzaliwa mpaka sasa. Hakuweza kukeketwa wala kukatwa kitu chochote kile, ingawa uwanja ulikuwa umekatwa nyasi za bandia, lakini aise, kwenye kipompoli lile arage lilikuwa lijakatwa kabisa. Pale ndipo mizuka ikaja juu zaidi, presha ikaanza kulipanda na kushuka, damu ikaanza kukimbia mbio. Tango ilikakakamaa kwelikweli, kiasi kwamba kama akipigwa mtoto ambaye ana umri wa mwezi mmoja, miezi miwili, basi angeweza kufa kwa namna tango ambavyo lilikuwa limeweza kukakamaa. Sikuwa na pupa sana ya kuweza kutaka kumkaza
huyu bibie mapema sana. Nilichokifanya kwanza, nilitaka ni mlete katika ulimwengu safi kabisa, ulimwengu uliojaa burudani. Ilipoweza kuona kwamba tayari kabisa kitumbua kiko safi, yani kwamba kipompoli kimefyekwa nyasi, kiko safi, nikagundua kabisa huu ni wakati sasa wa kwenda kupima chumvi kule chumvini, ili kwamba niangalie chumvi ipo au amna. Nilimwambia kwamba ajiweke vizuri kidogo, naye akakubali. Hivyo nikashuhudia kipompoli hiki hapa, nikashuhudia maji yakiwa yanatiririka kwenye mto wa bonde la Olduvai Gorge, maji yakitiririka. Hii ilimaanisha kabisa kwamba bwana, kile kimwamba au lile alage ambalo lilikuwa tayari limeshaota pale juu kabisa kwenye kisima lilikuwa limeshaweza kuleta mambo fulani na kuweza kuteremsha maji katika bonde la mto wa Olduvai Gorge. Kidume nikajua hapa ndo kwenyewe. Wakati huo bibie alikuwa macho yake yote anayafumba na kuyafumbua, yani haelewi kabisa, yani ajui nini afanye, ajui nini kifanyike kwa time kama hii, yani kachanganikiwa kweli. Na mimi nikasema huu ndo muda mzuri wa kuhakikisha kwamba nachukua pointi 3 kabla bibie hajakaa sawa. Nikaanza kupiga deki bahari, nikaanza kupiga deki kwenye kisima, nikaanza kucheza na kipompoli. Nilikuwa nacheza na kipompoli sio kwa mikono wala sio kwa kitu chochote, bali nilikuwa nacheza na kipompoli kwa kutumia mdomo. Hapo ndipo nikamchanganya kweli bibie. Alilalama milalamo ambayo ilizidi kunivuruga na kuweza kunichanganya akili kweli. Nilizidisha kuingia chumvini zaidi na kuendelea kuipima chumvi, kuhakikisha kwamba je, chumvi ipo nyingi au imepungua, na hapo ndipo nikazidi kumchetua, na hapo ndipo akazidi kuchanganikiwa. Jamani Ambrose, mbona vitu vingine ni vizito ambavyo mimi sijawahi kabisa kuviona kwenye hii dunia? Alizungumza hivyo, lakini mimi sikutaka kuzungumza kitu chochote zaidi. Nilikuwa nikiendelea tu kucheza na kipompoli, nilikuwa nikiendelea kucheza na embe boribo ambazo zilikuwepo pale kifuani. Nilikuwa nazidosa embe boribo kuhakikisha kwamba zimeiva au vipi, na embe boribo zilikuwa ni ngumu zimeiva, sio zile ambazo zimeiva sana na kutepeta. Hapo ndipo nikazidi kumchanganya, na hapo ndipo alipozidi kuchanganikiwa. Nilikwenda moja kwa moja mpaka kwenye midomo yake na ya kwangu, tukaanza kubadilishana juisi ya miwa. Hapo alilewa zaidi. Alikuwa analikamata tango na kutaka kuweza kulitupia kunako kipompoli, lakini kidume nikawa nakataa kabisa, yani nakataa tango lisiweze kutupiwa kwenye kipompoli. Alizidi kuchanganikiwa kweli, lakini sikutaka kuwaza namna ambavyo amechanganikiwa. Nilichokuwa nakiwaza hapa ni kuhakikisha kwamba anazidi kumchanganya ili akili iweze kumkaa sawa. Hebu tuache hapa, turudi kule kwa shangazi sasa. Mambo yalikuwaje? Shangazi walipiga stori nyingi sana na ule daktari anayefahamika kwa jina la Jonathan, jina kama la mjomba. Daktari baada ya muda alimuona shangazi kama anasinzia hivi. Alichokifanya yule daktari baada ya kuweza kumuona kwamba shangazi anasinzia, akaanza kupiga mahesabu fulani hivi kwenye kichwa chake. Huyu anasinzia, alafu tumepeana namba za simu. Nikimwambia alale anaweza kukubali huyu? Hebu ngoja nimtesti. Daktari baada ya kuweza kumaliza kuwaza vitu kama hivyo, alimfuata shangazi na kuweza kuzungumza naye. Nancy. Dokta, mbona kama unasinzia? Usiku umekuwa mkubwa sana. Unaweza ukapumzika? Nitashukuru sana dokta kama utafanya hivyo. Okay, pumzika kitanda kile pale. Wanapumzika wenzako pia. Basi sawa. Shangazi aliinuka pale kwenye kile kiti ambacho alikuwa ameweza kukaa na kwenda kupumzika kwenye kile kitanda ambacho daktari huyu alikiweka katika chumba chake hiki cha kufanyia kazi. Shangazi alipumzika. Daktari alikuwa akimtazama shangazi vyema sana, namna ambavyo alikuwa ameweza kupumzika pale na jinsi alivyokuwa akijigeuza. Jamani, yaani huyu mwanamke ameumbika kweli. Cheki mlima wa Kitonga namna ambavyo ulivyo.
lakini sura yake ni matata sana. Waswahili wanasema linalowezekana leo lisingoje kesho. Kwa nini mimi nasubiri mpaka niweze kuwasiliana na huyu mtu? Na ikiwa mimi ni daktari, ina njia nyingi za kuweza kutumia mpaka nikampata huyu. Nikisema nitumie njia ya kwenda kuanza kutalii kwenye mwili wake bila yeye kujua, akija kustuka mambo yatakuwa mengine. Sasa hapa ngoja nikachukue dawa za usingizi, nije nimpulizie alale, nifanye yangu nimalize, alafu baada ya hapo niwe zangu freshi tu. Aliwaza hivyo daktari, mpenzi msikilizaji. Sasa nakupa tangazo fupi kidogo, mpenzi msikilizaji, tangazo ambalo linaweza likakupa faida wewe. Sikiliza nikwambie, kama wewe unapenda mambo ya minyanduo, hasa kutazama live bila chenga, yani mambo ya kibongo na ya kizungu, yani namaanisha zile video za kibongo na za kizungu za mizagamuo za kupelekeana moto, basi video hizo ziko pale WhatsApp. Pale WhatsApp tuna grupu letu kubwa kabisa linalohusika na mambo ya minyanduo. Kwa hiyo kama unapenda vitu kama hivyo, basi karibu sana pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa linalohusika na mambo ya minyanduo. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu. Kwa hiyo kama unayo shilingi 15,000 hapo sasa hivi, basi njoo pale WhatsApp mapema sana ili kwamba niweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa ambalo utakuwa ukipata burudani kila siku ndani ya grupu, na burudani sio simulizi, yani burudani ambazo utakuwa unazipata kwenye lile grupu letu ni mambo yetu yale. Yani utakuwa unapata video kali za kibongo na za kizungu, watu wakipelekana matango kweli kweli. Basi karibu pale WhatsApp na 15,000 mkononi kwa namba hii ambayo nakutajia. Gharama yake ni 15,000. Kwa njoo na 15,000 mkononi kwa gharama hii hiyo ya 15,000, lakini kwa namba hii ambayo nakutajia. Namba ya kuja WhatsApp ni 0782 7197 na mwisho ni 94. Bana, hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp ili kwamba uweze kujimwemweleka, uweze kujimwemwesa, ili kwamba uweze kupata burudani ndani ya grupu letu kali, grupu letu safi kabisa ambalo kuna wadau kibao wako pale, wanazidi kufurahia, wanazidi kupata mambo mengi makali, mambo mengi mazuri. Kwa hiyo ni wakati wako kuhakikisha kwamba na wewe unakuja kuungana na wenzio ili uweze kupata burudani. Ukija pale WhatsApp usema oi, nahitaji kuungwa na grupu kubwa kabisa la mambo ya misakamuo, mapema sana utapewa namba ya kulipia, na baada ya hapo ukishalipia utaungwa na utaanza kupata burudani kila siku mwezi mzima kunako grupu letu. Baada ya hapo ndipo utalipia tena. Changamka, njoo pale WhatsApp, tuko online tunakusubiri wewe. Sasa sijui wewe unasubiri nini wakati sisi tupo pale tunakusubiri wewe. Yani unatoka kusikiliza simulizi kali kama hizi, alafu unakwenda kutazama mambo ya video live bila chenga pale WhatsApp. Uone kwamba inakuwa ni burudani hiyo. Karibu pale. Kama namba umesahau ni 0782 71 97 na mwisho ni 94. Bwana, changamka, njoo pale WhatsApp ili kwamba uweze kupata burudani za kwenda kweli kweli. Bana, mzigo wetu, simulizi yetu inaitwa Shangazi Usizime Taa. Shangazi usizime taa, lakini shangazi ameizima taa. Sasa nini ambacho kimemkuta shangazi baada ya kuweza kuzima taa? Nafikiri kwamba wale ambao mlianza kuwa nasi katika sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5 mpaka hii ya 6, bwana, mnaelewa kwamba nini ambacho kimeweza kutokea baada ya shangazi kuweza kuzima taa. Leo tupo katika sehemu ya 6, tunazidi kusonga na kukimbizana na hii simulizi kama ambavyo inasonga. Kikubwa, kama ndo mara yako ya kwanza, basi hakikisha kwamba unabonyeza neno subscribe, lakini pia unagusa alama kengele ili kwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi zetu pale ambapo tunakuwa tunaziachia. Bwana, tunazidi kusonga na huu mzigo. Bonyeza neno subscribe, lakini pia gusa alama kengele ili kwa mtu wa kwanza kama nilivyokuambia. Lakini pia usiache kushare, usiache kucomment, usiache kulike, usiache pia ukilike, ukicomment, ukishare, unakometisha sana. Kwa hiyo usiache kufanya vitu kama hivyo kama wewe ni shabiki ambaye unaendelea kufuatilia simulizi zetu, na kwa kufanya hivyo basi utakometisha
na utakuwa unatupa motisha hata sisi ya kuweza kuendelea kufanya kazi, kwa sababu tunajua tuna mashabiki ambao wanapenda kazi zetu na wanafurahia kwa hii burudani ambayo tunawapatia. Bwana, daktari aliwaza kwenda kuchukua dawa kwa ajili ya kumwekea shangazi ili kwamba aweze kumtawanya. Daktari alifungua mlango wake na kuweza kutoka. Alikwenda kuchukua dawa fulani za usingizi. Alikuja nazo na kuweza kufungua mlango na kuweza kuingia ndani ya chumba chake cha kufanyia kazi. Aliufunga mlango wake vizuri kabisa na funguo ili kwamba mtu yeyote asiweze kufurukuta au kuleta kitu chochote ambacho kitakuwa cha tofauti. Hii ndo dawa ambayo waga naitumia. Haiwezekani bwana. Inakuwaje hii? Yaani nishindwa kabisa kuweza kuichapa, kuitandika bakola hii kitu kwa sababu yake ya upumbavu wake. Lazima niitandike hii. Alikuwa akizungumza maneno kama hayo ndani ya moyo wake, daktari ambaye tayari kabisa alikuwa ameweza kuitoa ile dawa, na sasa alikuwa anamnusisha shangazi ili kwamba aweze kuivuta na aweze kulala usingizi mzito. Shangazi alikuwa ameshalala. Alipoweza kunusishwa na hii dawa, basi shangazi akalala usingizi mzito. Daktari baada ya dakika kadhaa akagundua kabisa kwamba hii dawa imeshaanza kufanya kazi, na hivyo shangazi hawezi tena kustuka kwa kitu chochote ambacho atakuwa anafanyiwa kwa time kama hii. Daktari alianza kutalii vyema sana kwenye mwili wa shangazi, vizuri kabisa. Bwana, hii simulizi inakupa funzo hata nyinyi wanawake ambao mnakwenda mahospitali na kuanza kuleta urafiki na madaktari, mwisho wa siku mnajikuta mnatafunwa na kuachwa hivyo hivyo kama mlivyo. Unaona kinachomkuta huyu shangazi sasa. Lazima nihakikishe kwamba hapa anamtawanya. Yalikuwa ni maneno ya daktari, na hii ni mara baada ya kuweza kutalii, baada ya kuweza kupitapita, baada ya kuweza kupapasa vyema kabisa, baada ya kuweza kumtalii vyema shangazi na kumkagua. Na wakati huo shangazi alikuwa tayari kabisa ameshasauliwa kila kitu. Shangazi alikuwa amesauliwa kila kitu, lakini alikuwa hajielewi kwa sababu tayari kabisa shangazi alikuwa ameshaweza kunusishwa dawa za usingizi. Daktari aliweza kukamata mguu mmoja wa shangazi na kuweza kuutupa South Africa na mguu mwingine akautupa mashariki mwa Afrika. Katikati pale alishuhudia Kipompoli kikiwa safi kabisa, bahari ikiwa iko gudi kabisa. Bahari ilikuwa haina maji kwa sababu shangazi alikuwa hayupo kabisa katika ulimwengu wa burudani, kwa sababu yeye alikuwa katika usingizi, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kisima hiki kuweza kujaa maji. Daktari alipiga mahesabu. Binadamu anapokuwa ameweza kupewa dawa kama hii ya kumfanya alale, sio kwamba anakuwa amelala na kila kitu kinakuwa kimekufa. Hapana, lazima ile milango ya fahamu mingine inakuwa bado inafahamu ya kuishi, kuona au kufanya chochote, lakini kitu kinachokuwa kimezimwa hapa ni nguvu tu ya kuweza kumsukuma huyu mtu aidha amke au atazame au azungumze. Ndicho kinachouliwa kwenye mwili wa mwanadamu. Lakini kwenye masuala mengine, milango ya fahamu, yani kama vile masikio yanakuwa bado yanaendelea kusikia, macho yanakuwa bado yanaendelea kuona, kipompoli kinakuwa bado kinahitaji kuweza kutafunwa. Kwa hiyo huyu lazima nimchezeshe kinyamazongo, baada hapo ndipo nimtafune. Daktari kama kawaida akaanza kumchezesha kinyamazongo shangazi ambaye alikuwa katika usingizi mzito, usingizi wa pono, usingizi wa kufa kabisa. Daktari akaanza kucheza na kipompoli cha shangazi, akacheza nacho vizuri kabisa kama kwa dakika 15 hivi. Kipompoli kikaanza kuonekana kimeweza kuwashusha wazungu fulani ambao wakaanza kukatiza kwenye bonde la mto wa Olduvai George. Safi. Hiki ndicho kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Kwa maana hapa anachotaka kukifanya, sitaki kwenda na mipira. Nataka niende, yani niingie peku peku. Yani nataka hii game niicheze peku peku. Kwa hiyo kutokana tayari kabisa nimeona wazungu wameshakuja wale mwanzoni kuja kulegeza njia kuweza kupita kuingia Ikulu, basi nafikiri kwamba huu ni wakati. Daktari baada ya kuweza kuwaza vitu kama hivyo,
Alisaula kila kitu cha udaktari, alisaula mpaka zile nguo zake zingine zote, na daktari akabaki kama ambavyo amebaki shangazi. Daktari baada ya kuweza kubaki kama alivyoweza kubaki shangazi, hakuweza kupoteza muda kabisa. Alikamata mchi na kuweza kuutupia kwenye kinu na kuanza kumtwanga shangazi bila hata ya huruma. Shangazi, wakati kinu kimekutana na mchi, mitwango ikiwa inaendelea, shangazi alikuwa haisi wala hafikiri kitu chochote, lakini kama daktari alivyoweza kusema kwamba mwanadamu anapokuwa ameweza kupewa dawa ya kumfanya alale, yani nusu kaputi, kuna baadhi ya viungo vinakuwa wazi. Kwa viungo vingine vya fahamu, milango mingine ya fahamu kama hivi kipompoli na nini, vinakuwa viko safi kabisa. Kwa mbali shangazi alikuwa anahisi kama kuna mtu anamtandika bakola, yani anamzagamua, lakini nguvu ya kuinuka na kuzungumza au kutazama ikawa haipo kabisa. Daktari akazidi kuendelea kushindilia tango kwenye lambo. Tango likazidi kujaa vyema kabisa kwenye lambo. Daktari akawa analipeleka tango pembeni kabisa kwenye lambo, anarudisha tena pembeni kwenye hili lambo la shangazi, alafu daktari akaanza kutwanga katikati kwenye hili lango la shangazi, ambalo ni rambo hili lilionekanika sio lambo kubwa, ni rambo la wastani tu. Daktari akatwanga kwelikweli, alitwanga na kukoboa. Naona hapa tayari kabisa nimeshaweza kufika katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, lakini kwa sababu bado nataka kuendelea kucheza hii game, nataka nipite na kwa mpalange. Ndio michezo yangu hii. Daktari aliwaza vitu kama hivyo, kwamba sasa anataka kupita kwa mpalange. Jamani, madaktari wengine ni washenzi kabisa, hata sielewi kwamba kwa nini washenzi kiasi hiki. Daktari akaanza kuhangaika kuminua shangazi ambaye alikuwa kalala usingizi mzito kweli kweli, na sasa alikuwa anataka amweke chuma mboga twende tukaipike msibani. Yani alikuwa anataka shangazi alale, kichwa chake kilale kwenye kile kitanda cha wagonjwa, alafu shangazi amsusie daktari, ili kwamba daktari aweze kufaidi mpododo, shendele, uowo la shangazi. Maana shangazi si alikuwa ameweza kulala chali, na mtu akilala chali si anakuwa shendele analificha kwenye kitanda, kwa hiyo linakuwa lionekani. Kwa daktari aliweza kulikubali shendele la shangazi. Sasa alitaka afanye kitu kama hiko. Alihangaika sana, lakini kwa sababu binadamu anapokuwa amelala usingizi wa nusu kaputi, inakuwa ni ngumu sana kuweza kumgeuza vile ambavyo unataka. Kwa daktari akawa ameweza kuchemka kutokana alikuwa peke yake, alafu shangazi ni mzito. Mbona kama kazi inakuwa ngumu? Okay, nimeshakumbuka. Nichukue mafuta yale mazuri kabisa, ili kwamba nimeshagundua kwamba sio lazima huyu mpaka nimweke anisusie. Huyu hata akiwa vile vile kifo cha mende naweza kupita kwa mpalange. Daktari aliweza kuchukua mafuta, alikuja na mafuta na kuweza kuyamimina pale kwenye kipompori, na akaanza kushuka kufuata mstari wa ikweta kuelekea kule kwa mpalange. Daktari pia akachukua mafuta na kuweza kuyatupia kwenye tango, akasambaza mafuta mengi sana kwenye tango. Baada ya hapo ukawa ni wakati wa kwenda kudidimiza tango kwenye lambo la kwa mpalange. Daktari alifika na kuweza kupima kwanza lungu kipepe. Je, linaweza kupita kwenye lambo la kwa mpalange au inakuwaje? Alipoweza kupima akagundua kabisa kwamba lango la kwa mpalange lilikuwa ni gumu sana kuweza kupitika. Ikabidi daktari aanze kutumia nguvu kubwa sana. Alitumia nguvu kubwa, na baada ya hapo tango liliweza kupita kwenye lango la kwa mpalange, na sasa daktari alikuwa anasubiri kufunga goli tu. Daktari alianza kuingia ndani kwa mpalange na kuweza kutoka nje, huku akiwa anapata furaha ya ajabu, na alikuwa anaona ni vitu vizuri sana alivyokuwa anavifanya kwa time kama hii. Jamani, hivi ndo vitu vyangu hivi. Hivi ndo vitu vyangu kabisa. Unaleta mambo ya kujuana na daktari hivi. Mnawaelewa madaktari nyinyi? Ngoja nikukomeshe ili kwamba akili yako ikukae sawa. Alikuwa akizungumza hivyo daktari, huku akiingia ndani kwa mpalange na kutoka nje, ndani kwa mpalange
na kutoka nje. Alipoweza kwenda ndani kwa mara ya mwisho kwa Mpalange, daktari hakuweza kupoteza muda bwana. Huko ndani kwa Mpalange, daktari akawaacha wazungu wakae huko ndani. Kiukweli tundu la kwa Mpalange liliweza kuachiwa wazungu, na daktari alipoweza kutoa tango kwenye lile lambo la kwa Mpalange, kwenye kipompoli cha kwa Mpalange, bwana, lango la kwa Mpalange likabaki wazi kama lango la walanguzi vile. Daktari alikuwa na tango zito, naye pia asikwambie mtu. Kwa daktari alikuwa ameweza kumaliza kabisa, yani alikuwa amemchinja shangazi kote, alimtafuna kama samaki kibua, wakati shangazi akiwa hajielewi. Daktari baada ya kuweza kugundua kwamba ameshafika katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, alichokifanya daktari aliweza kuchukua zile nguo zake na kuweza kuzivaa vizuri, na joho lake lile la udokta akalivaa vyema kabisa. Baada hapo akampima mapigo ya moyo shangazi na akagundua kabisa kwamba shangazi hawezi kuamka sasa hivi. Wazungu ambao alikuwa ameweza kuwatema daktari kule kwa Mpalange na kule kwenye kitumbua alianza kuwafuta taratibu, lakini wazungu wa kwa Mpalange walikwenda ndani zaidi, hivyo ilikuwa ni ngumu sana wazungu wale kuweza kufutwa tu kwa nje na wakafutika. Daktari alipomaliza kumfuta shangazi wale wazungu wote, alichukua shuka la pale hospitali na kuweza kumfunika shangazi. Lala vizuri bibie, ama kwa hakika umefanya kazi nzuri sana ya kuweza kumfurahisha daktari. Alicheka daktari na kuweza kufungua mlango na kufunga, kisha kamwacha shangazi katika chumba kile anachofanyaga kazi daktari, na daktari aliweza kuelekea moja kwa moja mpaka kwa mjomba. Mjomba alikuwa anazungumza kwa time kama hii. Mgonjwa wangu, habari nzuri tu dokta. Mke wangu yuko wapi? Mke wako amepumzika kule kwenye chumba nachofanyia kazi mimi, maana alikuwa amekaa hapo peke yake, alikuwa yuko idle. Sasa nikamwambia kwamba anaweza kwenda kupumzika, kwa hiyo amepumzika. Vipi, kulikuwa kuna shida gani? Nilikuwa nataka nimuone tu niongee naye. Sasa hivi unajisikia kidogo vizuri? Ndiyo dokta, sasa hivi najisikia vizuri, japo kuna maumivu tu. Usijali, utapona. Alafu kitu kingine, ndugu yangu, nimeambiwa kwamba wewe unaitwa Jonathan kama mimi. Ni kweli? Ndiyo daktari, mimi naitwa Jonathan. Basi sawa. Jonathan, unajua jana niliweza kuona kwamba kuna nya ilikuwa inatoka yenyewe huko kwa Mpalange. Sasa sijui tatizo lilikuwa ni nini, ni uoga, kupigwa chupa, au kuna mambo mengine unayotumia wewe? Mimi ni daktari, hebu naomba nieleze ukweli. Daktari, wewe ni mwanaume mwenzangu, bila kuelekeza ukweli tu bwana. Unajua nini daktari? Ndio mimi bwana, hayo ni matatizo, kwa kama kutakuwa kuna dawa naomba unisaidie. Mimi bwana mwenzako, mimi ni askari, lakini tamaa zangu zikanifanya sasa nianze kuzagamuliwa, na nimezagamuliwa na mkuu wa kituo. Na labda nikwambia ukweli, hata haya machupa unaona nimekatwa majela haya ni kwa sababu sisi jana tulikuwa tupo katika pabu moja hivi na marafiki zangu maaskari na mkuu wa kituo, lakini baada hapo tukawa tunaongelea habari za ovyo za mambo ya minyandua na mizagamuo. Mwisho wa siku ndo tukaanza kupigana chupa, mimi na jamaa wangu ambaye kumbe naye alikuwa ananyanduliwa na mkuu wa kituo ambaye ananyandua mimi. Umeona daktari, baada ya kuweza kuambiwa hivyo ikabidi amsikilize kwa makini, maana mjomba alikuwa ni kama amechanganikiwa hivi. Unamaanisha kwamba mkuu wenu wa kituo alikunyandua wewe, akamnyandua na rafiki yako ambaye mmepigana? Ndiyo daktari. Sasa wewe kwa nini uliamua kunyanduliwa na huyu mkuu wa kituo? Daktari, ni kwa sababu mkuu wa kituo alisema kwamba mimi nikinyanduliwa nitapandishwa cheo. Je, baada ya kunyanduliwa ulipandishwa cheo? Ndiyo, nilipandishwa na hata sasa nimepandishwa cheo, lakini ndio hivyo, bado anahitaji tu kuendelea kuninyandua tu, kitu ambacho mimi sitaki, lakini ndio hivyo. Sasa inafikia hatua ndio hivyo, unakuta nya anatoka yenyewe tu mpaka inaweza kuwa navaa mapedipedi, yani kama hivi nikitokewa na mstuko tu nya anamwagika yenyewe, ndio kama hivyo. Pole sana. Kwa ina maana umeshaharibiwa wewe? Nimeshaharibiwa daktari. Sasa mke wako wewe unamfanyaje?
daktari, mimi mke wangu ni mpaka na mimi nisagamuliwe, tunakwenda kumsagamua. Kiukweli mjomba alikuwa ni kama amechanganikiwa, maana alikuwa anatoa siri ya maisha yake anampa daktari ambaye muda kama huu ametoka kumnyandua mke wake, tena amemnyandua kote kote, lakini mke wake hajijui. Tena anakuja kutoa siri hii, maana yake anazidi kumrahisishia huyu daktari afanye anachokitaka. Okay. Wewe ni Mwajina mwenzangu. Sasa mimi nakushauri, kwa nini usiache hiyo kazi ukatafuta kazi zingine? Daktari, hivi kwa mfano wewe unaweza kuiacha kazi yako hii ukaenda kutafuta kazi nyingine? Ni kweli hivyo vitu vipo, lakini kama kuna uwezekaniko unaona wewe hutaki hivyo vitu, unaweza ukaacha kazi na ukaenda kuomba sehemu nyingine, kwa sababu wewe ni polisi. Ukaenda kuomba kazi unaweza ukaajiriwa, kwa sababu daktari, yani unapozungumza hivyo, ukiacha kazi pale ule nakufuta kabisa na kuhesabia kwamba wewe haupo na kuandikia makosa ovyo. Mimi mbona ningekuwa nimeshaacha na kwenda kuomba sehemu nyingine? Lakini ndio hivyo. Pole sana ndugu yangu. Kwa hiyo michezo hiyo sasa hivi wewe ni burudani kwako, si ndio? Daktari, burudani wapi? Ni shida tu. Natamani niache, lakini ndio hivyo, sometimes inakuwa burudani kweli, kwa sababu unakuta Tigo Pesa linakuwa kama kuna wadudu wanatembea. Kwa hiyo ndugu yangu wewe, sasa kama ukikutana na Basha ambaye anahakikisha hao wadudu wote wanayonyevua anaokwarua anaondoka, vipi? Unaweza kawa naye? Bwana daktari, hebu tuachane na hizo mambo bwana. Sikiliza Wajina, unajua mimi na wewe ni Wajina, alafu mimi ndo mambo yangu hayo. Daktari, mambo yako kivipi? Sikiliza, mimi nitakutibu bure, utapona bure, lakini naomba chukua namba zangu. Siku ukiona wadudu wananyevua basi nitafute ili tuweze nije ni wakati wa wadudu. Au unasemaje? Bwana daktari, mimi nitakulipa bwana. Amna bwana, nitakutibu bure tu. Basi sawa daktari, mimi nitashukuru, kwa maana sasa hakuna kitu ambacho nitaficha kwa daktari, ila haina shida, nitachukua namba yako, kama nikiwa nataka basi hakuna shida. Basi hakuna shida ndugu yangu, hebu chukua simu iandika namba yako. Mjomba aliandika namba kwa daktari, na daktari alipoweza kuandikiwa namba akaisave na kuweza kupiga, ikaita kwenye simu ya mjomba na mambo yakawa bulubulu. Okay, basi hakuna shida, ngoja niendelee kukupaka hizi dawa na mambo mengine yaendelee. Daktari akaendelea kumpakapaka dawa pale mjomba, na baada hapo akaondoka. Aliondoka na kuweza kurudi ofisini kwake, na muda nao ukazidi kusogea, na sasa hivi ilikuwa ni saa 12 ya asubuhi. Kile kibaridi pamoja na upepo mkali wa asubuhi ulimfanya shangazi aweze kuamka. Wakati wa daktari alikuwa ameweza kukaa kwenye kiti akiwa anasinzia, maana usiku kucha alikuwa na kazi hiyo. Alikuwa anasinzia ili kwamba anamsubiri mwenzake afike ili yeye aondoke aende akapumzike nyumbani. Shangazi baada ya kufumbua macho na kujitazama akagundua kabisa kwamba kila kitu ambacho kilikuwa ndani ya mwili wake hakipo tena. Kwa maana hiyo yupo kama ambavyo ameweza kuzaliwa. Shangazi akachanganikiwa na kujiuliza ni nini hiki. Akajaribu kuweza kupapasa kipompoli, akakuta kipompoli kimejaa mlenda mwingi kweli kweli. Akajua hapa tayari kuna watu washanimiminia mchuzi wa limao. Lakini shangazi kwa mbali akaanza kuhisi kuna maumivu makali sana kwenye Tigo Pesa. Akagundua kabisa Tigo Pesa limeshatolewa pesa na kuwekwa pesa pasipo yeye kuweza kujua. Anamcheki pembeni, anamwona daktari, lakini kwa mbali aliona kuna mafuta fulani hivi ambayo ni hatari sana, yapo juu kabisa kwenye kabati fulani la dawa hapa kwenye hiyo ofisi ya daktari. Shangazi aliinuka kwa hasira sana akiwa hajielewi. Pembeni kulikuwa kuna bonge la chuma. Shangazi akalishika na sasa alikuwa ananyata kwenda kumzima daktari, maana aliona kama vile ameweza kudhulumiwa uhai wa maisha yake. Bwana mpenzi msikilizaji, kama wewe ni mpenzi wa mambo yetu yale, mpenzi wa kutazama video za mizagamuo, video za kupelekeana moto, za kibongo na za kizungu, basi video hizo ziko pale WhatsApp. Tuna grupu letu kubwa kabisa linalohusika na mambo ya mizagamuo, minyanduo ya kibongo na ya kizungu. Gharama yake ni 15,000. Je, unayo 15,000 hapo sasa hivi? Basi njoo pale WhatsApp ili niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa ili uweze kupata burudani za kutazama minyanduo live bila chenga. Gharama yake ni 15,000. Unayo? Njoo kwa namba hii 0782 71 97 mwisho 94. Njoo pale WhatsApp usichelewe. Tuko online tunakusubiri wewe. Sasa sijui wewe unasubiri nini wakati sisi tukiwa tunakusubiri wewe. Njoo pale kwa namba hiyo na utakuwa umetisha sana. Bwana, simulizi yetu inaitwa Shangazi Usizime Taa, na shangazi ameshazima taa na mambo yamekuwa mengi kweli kweli kwenye maisha yake. Nini kitakachotokea? Basi tukutane katika sehemu ya 7 ili kuweza kujua kwamba shangazi ameshashika bonge la chuma, anataka kumzima daktari
Je, vipi mjomba atazagamuliwa na daktari? Je, vipi mimi na huyu bibia mrembo kabisa anaitwa Margaret, mfanyakazi wa kazi za ndani huko kwenye hii nyumba ya rafiki wa shangazi anayefahamika, huyu rafiki wa shangazi anayefahamika kwa jina la Matrida. Bwana, nini kitakachoendelea? Basi simulizi imezidi kunoga na imezidi kuwa kali. Sasa tukutane katika sehemu ya 7 kujua nini kitakachoendelea. Usiache kubonyeza neno subscribe, kugusa alama ya kengele, utakuwa umetisha sana, lakini pia kushare, kucomment na kulike, utakuwa umetisha kwelikweli. Bwana, tukutane katika sehemu ya 7, lakini kwa sehemu ya 6 simulizi yetu kali kabisa imeweza kuishia hapa.